Yani ni kesho. Ndio. Dunia inakuwa inaadhimisha siku ya kimataifa ya kupunguza takataka, lakini swali kubwa ni hili: tunatupa chakula kingi kiasi gani bila hata kutambua? Hili ni swali la msingi ambalo tunapaswa kulizingatia kwa sasa, na wakati mwingine wakati watu wengine wanahangaika kutafuta riziki, mlo ama chakula hata walau mmoja kwa siku, upande mwingine tani za chakula zinatupwa kila siku. Ndio nadhani hii ni haki kweli? Na kauli mbiu ya mwaka huu inasema wezesha takataka sifuri kwenye sekta ya chakula. Lakini je, hilo linawezekana ama ni ndoto? Ndani ya Tanzania hali ikoje? Je, sisi ni sehemu ya suluhisho ama ni sehemu ya tatizo? Hapa studio maswali yote haya yanajibiwa na mtaalamu kutoka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira, Felician Kairuki, ambaye atatupa ukweli halisi na njia za kuchukua hatua. Karibu sana. Asante sana. Habari ya Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira? Ni nzuri sana. Karibuni sana. Tumekualika tuzungumze pamoja, ingawa pia tulijuzwa hapa atakuja na mgeni mwingine, lakini sivyo bahati, kutokana na dharura ambayo ameipata amekuja Felician. Na pia tunafahamu pia utafiti unaonyesha kwamba matumizi mabaya ya chakula yanaweza kuleta hatari ya usalama wa akiba ya chakula duniani. Sasa mtu anaweza akajiuliza hapa, inakuwa vipi kwamba matumizi mabaya ya chakula yanaweza kuleta hatari ya usalama wa akiba ya chakula duniani? Kwanza kabisa tuizungumzie kuwepo kwa siku hii muhimu hapo kesho. Karibu sana. Naam, nashukuru sana. Kama nilivyotambulishwa, jina langu ni Felician Kairuki, ni afisa mazingira kutoka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira, naitwa NEMC. Labda tu nianze kwa kutambulisha NEMC. NEMC ni Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira. Ni chombo cha usimamizi wa mazingira kilichoanzishwa na Sheria ya Usimamizi wa Mazingira namba 19 ya mwaka 1983. Na baraza lilianzishwa kama chombo cha kuishauri serikali kuhusu utunzaji endelevu wa mazingira, na lilianza kufanya kazi mwaka 1986, na baadaye sasa baraza likapewa nguvu ya kisheria ya kusimamia mazingira nchini kwa sheria namba 20 ya mwaka 2004, sheria ya usimamizi wa mazingira namba 20 ya mwaka 2004. Baraza linafanya kazi mbalimbali katika kusimamia na kulinda mazingira. Lakini taratibu. Baridi? Niko vizuri. Uko vizuri? Niko vizuri. Haya basi tuendelee. Kwa hiyo moja ya kazi ni kusimamia uzingatiaji na utekelezwaji wa sheria ya usimamizi wa mazingira, lakini pia kusimamia tathmini ya athari kwa mazingira. Ndio. Kwa sababu hii miradi yote ya maendeleo inayofanyika ya uwekezaji inatakiwa ifanyiwe tathmini ya athari kwa mazingira ili kuona ni athari gani miradi inaweza kusababisha kwenye mazingira na jinsi gani ya kuzuia hatari hizo. Lakini pia tunatoa elimu kwa wananchi kuhusu. Sawa, tuingie moja kwa moja kwenye kile ambacho asante kwa muhtasari huo mzuri. Sasa tufahamishe kwa ufupi kabisa, siku hii ya kimataifa ya kupunguza takataka ina ujumbe gani kwa wananchi wa Tanzania, na kama mwenzangu alivyokuwa ametaka kuifahamu zaidi siku hii? Naam, kwa uelewa zaidi, siku hii ilianzishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Disemba 2022 kwa sababu ilionekana taka zimekuwa tatizo kubwa, na sana sana taka za chakula zinazotokana na chakula zinaitwa food waste. Kwa hiyo baraza hili likaanzisha siku inaitwa Siku ya Taka Sifuri, ambayo inaadhimishwa tarehe 30 Machi kila mwaka. Ni tarehe 30 Machi kila mwaka. Lengo sasa ni kuhamasisha jamii kuhusu uwajibikaji katika kupunguza taka, na kimsingi taka za chakula ndio zimezingatiwa sana hapa, na sababu kubwa ni kwamba hata katika taka ambazo zinazalishwa mijini, taka za chakula zinaongoza kwa wingi.
Kwa mfano tukiongelea Tanzania ni kama 37% ya taka tunaita municipal waste. Taka za manispaa ni taka zinazotokana na vyakula, na zaidi ya hapo taka hizi zinachangia, zikitupwa vibaya, zinachangia kama 10% ya uzalishaji wa gesi chafuzi kwenye mazingira, tunaziita greenhouse gases, ambazo zimeleta janga kubwa sana linaitwa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitokea wapi katika kuanzisha siku hii. Lakini hapa tunaambiwa kwamba wezesha takataka sifuri kwenye sekta ya chakula. Ikiwa na lengo la kuhimiza matumizi sahihi ya chakula baada ya utafiti kuonesha kwamba matumizi mabaya ya chakula yanaweza kuleta hatari ya usalama wa akiba ya chakula duniani. Sasa kwa namna gani ambavyo kwa namna hii ya kuhimiza matumizi sahihi ya chakula kivipi? Kuna upotevu mkubwa sana wa chakula kutokana na tabia zetu za kila siku. Njia ambazo chakula kinapotea, moja wapo ni kwa mfano kupakua chakula kuliko ambacho unaweza kukitumia kwa wakati huo. Kwa hiyo tunatupa yale mabaki. Lakini pia kutunza vibaya chakula, unakuta kinachacha, tunatupa. Lakini mipango tu ambayo haiko sawa katika matumizi ya chakula, hata kwenye supermarkets unakuta chakula kina expire. Kwa hiyo kuna njia nyingi ambazo tumekuwa hatutumii chakula vizuri, na matokeo yake tunapunguza sasa kiasi cha chakula duniani. Kwa hiyo kuna watu sasa wanakuwa wanaathirika na ukosefu wa chakula. Kwa hiyo takwimu zimeonyesha kwamba kutakuwa na athari kubwa katika usalama wa chakula kutokana na sehemu moja ni kutokana na jinsi ambavyo sisi tunatupa chakula bila sababu ya msingi. Naam. Hebu tuangalie hali halisi hapa nchini Tanzania. Kwa mujibu wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira, tatizo la taka za chakula hapa nchini ni kubwa kiasi gani kwa hapa nchini? Ni kubwa kama nilivyosema awali. Taka za manispaa, taka zilizo katika maeneo ya miji, asilimia kubwa ya taka ni taka za chakula, kama 37%. Alafu taka zinazotokana na miti zinaenda kama 30%. Sasa hapo umeshatengeneza 67%. Kwa hiyo vyanzo vingine sasa ndio vinagawana hizo asilimia nyingine. Kwa hiyo tatizo ni kubwa. Sawa, na ni sehemu gani sasa zinaongoza kwa kuzalisha taka hizi? Nyumbani, masokoni, hotelini, kwenye migahawa? Asante sana. Maeneo yanayoongoza ni maeneo ya nyumbani, kwenye kaya. Nyumbani ambapo naam. Kwa ujumla sasa taka ngumu tunaita solid waste, asilimia kama 70 hivi ya taka ngumu zinazozalishwa kwenye manispaa zetu, asilimia 70 zinatoka nyumbani. Ndivyo hali ilivyo. Sasa mimi pia nahitaji kufahamu Mohamed kwamba kwa kuadhimisha hii siku, kwa sababu ishaonesha kwamba huko nyumbani ndo tunazalisha taka kwa wingi, hususan taka mabaki ya chakula ama upotevu huwa chakula. Kwa hii siku kuwepo, kwanza nataka kufahamu, je, Watanzania wenyewe wanatambua kuwepo kwa hii siku na kwa namna inaadhimishwa kwa malengo ya kusaidia kuwapa hawa uelewa namna ya kudhibiti hii hali, ili tusiende huku ambapo kujua akiba ya chakula duniani inaweza ikashuka kwa sababu tuko hapa. Ama mnatumia nini ama mikakati ipi katika kuhakikisha kwamba hii elimu inawafikia kila mtu na kila mmoja afahamu kwamba kumbe huu upotevu wa chakula nyumbani tunachukulia kitu cha kawaida, kwamba kimeharibika chakula katupe, sijui chakula kimefanya hivi, kumbe tupo katika hali ya hatari zaidi? Ndio. Kuna njia nyingi ambazo zimetumika kuhakikisha kwamba tunadhibiti matumizi mabaya ya chakula na uzalishaji wa taka za chakula. Moja wapo ni sheria na kanuni, lakini sasa tunagundua kwamba suluhisho inatakiwa lianzie ndani ya mtu mmoja mmoja. Kunatakiwa kuwe na utakatifu, kitu tunaita stewardship. Kila mtu aone kwamba anawiwa sasa kuhusika
kutatua hili tatizo. Kwa hiyo siku ya taka sifuri ni siku moja, tukiongelea hii ni siku moja katika mwaka, lakini tukiongelea hii siku sasa mahususi, tunalenga kukusanya wadau ambao wanahusika kwenye mambo ya taka, sana wananchi, umma wenyewe. Sasa katika hii siku umma utapewa taarifa, utapewa elimu, na kutakuwa na wadau mbalimbali ambao watashiriki katika kutoa taarifa sasa jinsi ambavyo taka za chakula zinaweza kutumika kuleta manufaa kwenye jamii, kwa maana ya kutengeneza bidhaa ambazo ni muhimu katika matumizi ya kila siku, kwa maana ya kurejeleza taka za chakula. Kama baraza na kama serikali kwa ujumla, hatua zimeanza za kuhakikisha kwamba tunaondoa taka za chakula mitaani na katika mazingira yetu. Moja ya hatua hizo ni kuanzisha vituo vya urejelezaji wa taka za chakula. Kwa mfano, kuna kiwanda Mabwepande ambacho kinabadilisha taka oza kuwa mbolea. Ni kiwanda kikubwa sana. Lakini kwenye manispaa zetu huku kuna maeneo madogo, hatuwezi tukaita viwanda, ni madogo ambayo sasa yanaanza kubadilisha hizi taka kuwa bidhaa ambazo zinaweza zikatumika kwenye maisha ya kila siku. Kwa hizo ni moja ya hatua ambazo zinafanyika katika kupunguza tatizo hili. Naam. Na nataka kufahamu zaidi Felician, hapa ni kama hofu iliyokuwepo kubwa ni ukosefu wa chakula. Kama hali itaendelea kuwa hivi duniani, watu kuendelea kuzalisha taka ambazo ni chakula. Na kwa hili naona kwamba baraza na wote ambao wanahusika na masuala ya mazingira ni kama wamebeba kitu ambacho si cha kwao, hofu ya upatikanaji wa chakula kwa watu. Naamini kwamba lengo lenu ama jukumu lenu kubwa ni kuhakikisha kwamba hakuna mazingira yanakaa kwa salama. Kwa upande wa mazingira, taka hizi zina madhara gani? Kwa sababu naamini kama kubwa zaidi tungeambiwa madhara ya taka katika mazingira, sio upatikanaji wa chakula. Labda ungeweza kuwa natija kidogo. Ni yapi madhara ya taka hizi kwenye mazingira? Asante sana kaka Mohamed. Kwa kuwa sasa tunaongelea siku ya taka sifuri ambayo kilele chake ni tarehe 30 Machi. Zero waste. Tunaongelea zero waste ama tunaongelea zero food waste? Ni zero waste. Zero waste. Lakini kauli mbiu sasa ni kuwezesha taka sifuri katika sekta ya chakula. Sawa. Naam. Kwa hiyo nitajikita zaidi kwenye madhara ya taka za chakula. Karibu. Jambo la kwanza ambalo umekuwa ukilitamka kwamba inahatarisha hata usalama wa chakula duniani. Lakini cha pili, taka za chakula kama nilivyosema awali, zikitupwa kwa njia ambayo si sahihi, zinachangia uzalishaji wa gesi chafuzi kwa 10%. Gesi chafuzi tunaita greenhouse gases, ambazo zimesababisha mabadiliko ya tabia nchi, ambayo madhara yake kwa kweli ni makubwa sana. Mpaka sasa tunapata mvua ambazo hazitabiriki na mvua ambazo ni za kiwango ambacho hatukutegemea kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini jambo jingine ni kusababisha magonjwa. Na haya magonjwa ni magonjwa aina mbalimbali. Kwa mfano, kuna magonjwa tunasema magonjwa ya mlipuko. Unaongelea kipindupindu, homa ya matumbo tunaita typhoid, unaongelea kuhara damu, ugonjwa unaitwa dysentery. Kwa sababu taka hizi zinavutia wadudu wanaosambaza magonjwa. Wakishafika pale wanatua kwenye zile taka, alafu wanakuja kwenye mazingira yetu, wanaziweka kwenye chakula, kwenye maji. Kwa hiyo tunaathirika. Kwa hiyo hii sasa imechangia mzigo wa magonjwa
nchini kwa 40%. Taka zinasababisha mzigo wa magonjwa nchini kwa 40%. Unaweza ukaona. Ndio. Lakini hapo kwamba umesema kwamba hizi taka wakati mwingine zinakuwa fursa. Ndio. Kama ulivyosema taka ni mali, zinakuwa fursa, lakini sasa hamuoni kwamba licha ya kuwepo kwa maadhimisho haya ya siku ya kupunguza takataka, hususan mabaki ya chakula na kutupa chakula ovyo, ambako kunachangia hatari ya usalama wa akiba ya chakula duniani. Sasa hamuoni kwamba kwa wale ambao wanapitia huko, yani wale ambao wanafanya uharibifu wa chakula, elimu zaidi katolewa namna ya kukihifadhi baada ya kuharibika, ili sasa ndio zikageuzwa kuwa fursa? Naam. Asante dada Zainab. Naam. Elimu, tunaendelea kutoa elimu, lakini elimu inatolewa kwa namna gani? Kitu cha kwanza kabisa inabidi ieleweke kwamba wakati sasa tunahangaika kuondoa taka nyumbani, niko jikoni ninaandaa chakula, niko mazingira tofauti ya nyumbani, ninakuwa na taka za aina mbalimbali. Tunachosisitiza na hata sheria ya usimamizi wa mazingira ya mwaka 2004 na kuna kanuni ya udhibiti wa taka ngumu ya mwaka 2009 vinaweka wazi kwamba mwananchi anasisitizwa kutenganisha taka akiwa nyumbani. Atenganishe taka zinazooza ziwekwe kwenye eneo lake tofauti, taka za plastiki ziwekwe kwenye eneo lake tofauti, na taka nyingine kama anazalisha taka hatarishi na nini. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuweza kusisitiza utenganishaji wa taka. Kwa nini? Anayekuja kukusanya anatakiwa akute taka zimetenganishwa. Kama ni wakandarasi wa kukusanya taka wa manispaa, wakute taka zimetenganishwa. Kwa hiyo wanapopeleka sasa kwenye vile viwanda vya kubadili taka kuwa bidhaa, zile taka zisilete usumbufu tena wa kuanza kuzichambua, na uwezo ukazichambua zote ukazimaliza. Sorting ni ngumu sana. Ukienda kwa mfano hicho kiwanda cha kubadili takaoza kuwa mbolea pale Mabwepande, utaona huruma, ni kazi kubwa sana kwa sababu taka zimechanganywa. Unakuta taka za chakula zimechanganywa na taka ndogo sana zisizooza, kiasi kwamba unaanzaje sasa kuzitenganisha? Inakuwa shughuli pevu. Kwa hiyo kwanza ni kutenganisha taka. Elimu hii inatolewa sana, lakini bado uhifadhi wa taka sio mzuri. Sidhani kama elimu hii imetolewa kwa kiwango cha wananchi kuweza kuelewa. Kwanza kuna aina mbalimbali za taka. Watakapozielewa, wapewe labda mifuko, ajue kama mfuko huu mweusi maana yake ni kwamba naweka taka zote zinazotoka jikoni nitaziweka hapa, alafu huu mwekundu nitaweka taka labda za electronic hizi za vifaa vya betri nyaya nitaziweka hapa, si ndio? Alafu hizi nyingine nitaweka kwenye taka hizi za jamii ya miti. Sawa. Huku nje tukitoka, hii si ndani una mifuko yako umepewa. Huku nje tulipaswa tuwe na aina ya vibebea taka ambavyo na vyenyewe tayari vimekwisha anza hii shughuli, lakini haya yote hayafanyiki, na ni fursa ambayo ipo kwa kiwango cha hali ya juu. Sasa kwa kama baraza, mna mkakati gani mahususi kuhusu taka za chakula na dampo Pugu? Tunaona kinachoendelea Kunguru, lakini pale kikipatikana kiwanda ama watu vijana tukawezeshwa, mambo ingeweza kuwa sawa sawa. Nashukuru sana. Shukuru sana kaka Mohamed. Niseme tu kwamba elimu inatolewa, lakini hatuwezi tukasema tumefikia mafanikio ambayo tuliyahitaji. Hapana. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba tunaendelea kuboresha njia za sana sana za kutoa elimu. Elimu inatolewa. Kwa mfano, ukiangalia social media za NEMC, kila siku kuna jumbe nyingi sana ambazo zinasambazwa kuhusu
haya masuala ya taka. Naam. Na jambo mimi naomba kwanza niangalie maoni. Huyu anasema kwamba serikali ngoja kidogo, anasema ameelewa somo kweli, matumizi mabaya ya chakula yanachangia sana uchafuzi wa mazingira, elimu inahitajika ya kutosha. Esther Choni wa Mbezi Malamba Mawili. Huyu anasema ya kwamba watu wenye pesa ndio wanaongoza kutupa chakula. Unakuta mtu wa maisha ya chini wakati mwingine analala na njaa, huku familia ya kitajiri wanatupa chakula, alafu ukisikia serikali wana maisha bora kwa kila Mtanzania. Hii anasema kwa kea hajamuingia bado vizuri. Emmanuel Paul kutokea Nzega anasema taka zina kazi nyingine zaidi ya kutengeneza mbolea. Choga Mgala wa Bagamoyo anauliza ina kazi nyingine zaidi ya kutengeneza mbolea. Shukrani sana. Mimi tofauti na kile ambacho kimeandikwa na msikilizaji, nahitaji sasa kufahamu. Kwanza huyu anasema kuna mtu pia ameuliza unatenganisha vipi hizo taka wakati nyumba zenyewe ni za kupanga, wenye nyumba wamejenga eneo lote, hakuna hata sehemu ya kuweka hiyo mifuko ya taka. Anaona linawezekana maeneo ya Masaki na sio Uswahilini. Emmanuel kutoka Mbezi. Unaona, yani kila mtu anajaribu kuangalia. Nyinyi mnakuja na mpango mzuri kuhakikisha kwamba tunahifadhi takataka kwa kuzingatia na kulinda mazingira, kwa sababu kama msimu wa mvua taka ziko nje zinavuja, hali inakuwa ni mbaya. Lakini tayari wenyewe wananchi wanakuambia maisha hayo ya kuhifadhi takataka labda uzunguni, huku Uswahilini hatujafikia hicho kiwango. Amuoni kwamba sasa huku ndo muingie kwenye hii dhana ya kusema kwamba Uswahilini hatuwezi. Na hapo ni muda nao umetutupa mkono kweli. Baada ya kulielezea hili la msikilizaji na Zainab la kutaka kuona kwamba watu waende chini, pia ningetaka kujua hao wakandarasi ambao wanapewa hizi kandarasi za kukusanya taka kwenye halmashauri zetu na manispaa na maeneo yetu. Nyie kama baraza mnashirikishwa kwa kiwango gani? Kwa sababu kama nyie mngekuwa mnashiriki kwa kiwango kikubwa kwa namna moja ama nyingine kupatikana kwa huyu mkandarasi, labda mngeweza kuwa mmetoa maelekezo ya kina kwamba ili upate kandarasi lazima uwe na vigezo hiki na hiki na hiki. Watu tunakusanya takataka na mikokoteni zinamwagika. Zainab, ndo hayo unayosema, mambo kila kitu kimechanganywa hapo. Naam. Kwa hiyo tuanze na la msikilizaji kwa dakika chache. Sawa. Nashukuru sana. Labda nianze na la kwako alafu nitashuka chini. Jukumu la kusimamia wakandarasi wa kusanya taka liko katika level ya halmashauri. Na kusema kweli wanafanya kazi kubwa. Hatuwezi kusema tumefikia 100%, lakini wanafanya kazi kubwa. Kwa mfano, nikiunganisha sasa na swali la msikilizaji, ni kwamba maeneo yapo ambayo hayafikiki kwa sababu ya matatizo ya mipango miji, miundombinu hairuhusu. Lakini manispaa, halmashauri zimejitahidi kwa sasa, wanatumia mpaka maguta, wanatumia mpaka hizi toyo kuingia ndani, wanatafuta jinsi ya kupenya ndani kuwafikia wananchi wale ambao nyumba zao ziko kwenye maeneo ambayo hayafikiki. Kwa hiyo juhudi zinafanyika. Kuna hajajibiwa mtu kwamba hizo zinaweza zikatengeneza nini mbali na mbolea? Mbali na mbolea. Sasa ukiongelea kwa mfano taka za chakula, kuna kitu kingine zinatumika kuzalisha wadudu ambao wanatumika kama vyakula vya mifugo. Hizi taka za chakula. Charles Max pia wa Mbezi anauliza, yeye anataka kufahamu kwamba kuhusu takataka jinsi ya kuhifadhi bado anasema bado tuna safari ndefu sana namna ya kuhifadhi takataka. Ila kwa dakika moja pia kwa kumalizia kutokana na muda tunaelekea kwenye maadhimisho haya. NEMC mnataraji kufanya nini? Kwanza tuseme maadhimisho haya yanafanyika viwanja vya Mnazi Mmoja na yanaanza tarehe 28, yatafanyika tarehe 29 mpaka tarehe 30. Ndio kilele. Lakini kwa kesho ndio yanaanza rasmi. Ndio. Sawa. Kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Kwa hiyo wadau, wananchi, taasisi za serikali, taasisi binafsi, asasi za kiraia, makundi maalum, kwa kweli tunawasisitiza sana na tunawahamasisha sana wafike, kwa sababu kilele hiki na maadhimisho haya yanabeba
kwa sehemu mustakabali wa usalama wa mazingira yetu. Kwa hiyo tunawahamasisha wafike. Kuna elimu ya muhimu sana ambayo wataipata, ambayo itatusaidia katika kutunza mazingira yetu. Niwakumbushe tu kwamba mwananchi akiamka asubuhi anafagia uwanja, kwa maana ya kwamba anapenda kuona mazingira yakiwa mazuri. Tukitoka na hiyo huo mguso sasa, tukatoka nao tukaenda nao katika mazingira mengine, tukiamini kwamba nchi ni ya kwetu sote, basi mazingira yetu yatazidi kuwa salama. Tunakushukuru sana. Naam, asante sana. Haya, msikilizaji wa UFM Radio, unaambiwa wezesha takataka sifuri kwenye sekta ya chakula, ikiwa na lengo la kuhimiza matumizi sahihi ya chakula baada ya utafiti kuonesha kuwa matumizi mabaya ya chakula yanaweza kuleta hatari ya usalama wa akiba ya chakula duniani. Kama ulivyosikia hapa, tumezungumza na Felician Kairuki, ni afisa mazingira kutoka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI. Na haya yote ni kuelekea kwenye kilele cha siku ya kupunguza takataka, lakini kesho ndio siku yenyewe inaanza rasmi na tarehe 30 ndio kilele chenyewe. Kwa hivyo mengi zaidi yatazungumzwa, na umemsikia hapa amesema kwamba mfike katika siku hiyo kwa ajili ya kupata elimu mbalimbali kutokana na namna ya kutunza, kuhifadhi taka na kupewa elimu kuhusiana na matumizi sahihi ya chakula na mambo mengine yote. Unaendelea kuisikiliza UFM Radio kutoka hapa